Tunashukuru kwenda kuchukua muda huu kuwashukuru wadau wa mpira, vijana, makocha, wachezaji na timu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Kwa mwaka 16 mfululizo tumefanikiwa tena kuchezesha mpira. Tunashukuru kwa amani iliyopo na utulivu uliopo. Kwa wale walioweza kufika, tunataka kuwakumbusha kwamba mpira ni furaha, mpira ni ajira, mpira ni afya, lakini mpira pia ni sehemu ya kuunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali. Kwa awamu ya 16 napenda kusema mashindano yapo live, mashindano yapo hai, na tuko hapa na wadau wa mpira. Tunatarajia hii wiki iwe ni wiki ya furaha, wiki ya burudani, na tungependa kuwashukuru wafadhili, sponsors mbalimbali ambao wameweza kututia nguvu, kutushika mkono ili kuweza kujumuisha zaidi ya timu 130 kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Zimbabwe kufika hapa. Niwashukuru sana kwa niaba ya chama cha mpira mkoa wa Arusha. Tunaendelea kuwashukuru na kumshukuru mkurugenzi wa Future Stars kwa ajili ya mashindano haya ambayo kama alivyosema ni msimu wa 16 mfululizo. Msimu wa 16 mfululizo sio jambo dogo. Ni jambo kubwa ambalo kwa sisi watu wa Arusha tunajivunia, kwa sababu mashindano haya yamekuwa ni sehemu ya kutoa uwanja mpana kwa vijana wetu ndani ya nchi, lakini na pia kualika vijana wengine kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Mashindano haya kiuhalisia ni mashindano ambayo yana zikutanisha umri zote kuanzia umri wa miaka 9 hadi miaka 20. Kwa hiyo unaona kwamba kila nafasi, kila umri inapata kuweza kucheza na kuonyesha kipaji chake. Malengo na madhumuni ya sisi chama cha mpira mkoa wa Arusha ni kuhakikisha tunaendelea kushirikiana na mkurugenzi wa Future Star kuhakikisha kwamba kila shindano linapoandaliwa basi tunakuwa kwa ukaribu na kuhakikisha support yote, maelekezo yote yanayotolewa tunaweza kushauriana na kuyafanikisha ili basi kuendelea kuwavutia na vilabu vingine kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi. Kuwa na timu 130 sio jambo dogo. Ni jambo kubwa sana. Ukiona timu 130 kutoka ndani na nje ya nchi ni kwamba mashindano haya yamekuwa na yameonyesha manufaa, kwa sababu tuna baadhi ya vijana wameweza kupita kwenye mashindano haya lakini leo wanacheza kwenye vilabu vikubwa. Kwa maana hiyo mashindano haya ni mashindano yanayoenda kuonyesha vipaji, lakini pia kunakuwa na mascout ambao wanachagua na kuona vijana wale wanaoweza kwenda kwenye vilabu vyao, na tumekuwa mashahidi tuna vijana kama nilivyosema ambao wako kwenye vilabu vingine. Kwa hiyo kwa kutumia jukwaa hili ni waombe wadau wote, wafadhili, wapenda michezo, basi wakati mwingine, mwaka mwingine tunapokuwa na mashindano haya Chipukizi Cup, basi waendelee kuongeza timu. Walete vijana waweze kupata nafasi ya kuonekana na vilabu vingine ili ndoto zao ziweze kwenda kutimia. Karibuni sana Arusha, tutashirikiana kwa kila jambo. Pia tunawakaribisha ndugu zetu wa TFF ambao wako hapa ili waweze kujionea yale ambayo yanaendelea, na naamini kama walivyokuja hawataondoka kama walivyokuja. Wataona kwamba Arusha kuna vipaji, Tanzania kuna vipaji, kwa hiyo watapeleka salamu kwa jopo zima la technical bench kuona kwamba namna gani wataendelea pia na wao kuisupport Chipukizi Cup kwa msimu unaokuja. I play for PE Academy. We just played our first match. We won 5-0. It's a great feeling. We're very hyped up. We get to see our next games.
Jina langu ni Sabir Rahim Manji na ni mchezaji wa Future Stars Academy, nachezea under 17. Tumekwisha kucheza mechi yetu ya kwanza na haikuenda upande wetu. Tumepoteza game yetu ya kwanza. Na tunatumaini kwamba mechi zinazofuata tutafanya vizuri na kurudi kwenye form yetu. Majina naitwa Coach Felician, ni coach wa Future Stars under 17. Sisi game ya kwanza tumepoteza kwa bao 4, na sababu ya kupoteza kwa bao 4 I think ni kuna makosa tuliyafanya. Opponent wetu walikuwa na miili mikubwa, wana nguvu kutushinda, wakawa wametuzidi na tukuweza kujua mapema, but tumekuja kujua late kwamba tunabidi tucheze kwa namna ya touch za haraka na kuondoka kwenye maeneo tukiwa tumeshapoteza, but we have the chance. Tuna game 3 mbele. I think tutafanya wonders zaidi na tutamove kwenye hatua inayofuata. My name is Pathias Moto. I'm the PE Academy coach. We are from Harare, Zimbabwe. Today we played the host of the tournament with the Future Stars Academy. It was a very tough match because we know these guys play a similar type of play that we play, which is the passing football. Though we managed to win 4-0, we are very excited because first match is always the most difficult one, especially playing the host. But we managed to get 3 points and we are very excited about it. Chipkizi, this year it's a bit, it's well organized. We see everything is on point. Good teams, good academies that are available for this tournament this year, and we are expecting very good football. And I think we're going to have an exciting week this week. You know, it's been tough because of what's happening, and people are thinking that things are on fire here in Arusha, and but we are enjoying with every part of Arusha. Very quiet place, and we are enjoying our stay here, and we look forward again to finishing this week in a very good mood. Mimi naitwa Jamali Kasim Mokrai, ni head coach wa Rido. Kuhusiana na tournament iko poa sana. Michezo inaenda ni vizuri, muda umepangwa unaenda sawa, kila kitu sawa, kila mtu anajitahidi kuonyesha kipaji chake. Toka mashindano haya yameanzishwa, sisi tunashiriki kila mwaka. Sisi tumekuwa tukishiriki, ni wadau wazuri sana wa haya mashindano. Kwa majina naitwa Mohamed Yusuf, ni mwamuzi wa mpira wa miguu mkoa wa Arusha. Mashindano ya Chipkizi mashindano mazuri na yanakuza vipaji vya wachezaji, lakini pia kwa waamuzi binafsi yanawapa morali ya kuongeza performance zao wakipewa game sehemu fulani, na pia ni sehemu ya waamuzi wengine kujifunza. Maana kuna waamuzi wa stage tofauti tofauti. Kuna waamuzi wa ligi kuu hapa, kuna waamuzi wa daraja la kwanza au daraja la pili,
mwamuzi wa ligi kuu anakuja namkuta mwamuzi wa championship anacheza, kuna kitu anachukua, kwa sababu sisi waamuzi tunasema chukua lile zuri, baya liache. Kwa hiyo mashindano haya yanawajengea watu uweledi mkubwa na inawasaidia watu kuimprove kutoka katika stage fulani kwenda katika stage nyingine. Today in the morning we were able to play a Tanzanian team. It was a really good opportunity to test myself and the skills that I've been learning from Uganda, and the traveling and being able to learn some Kiswahili as well. The opportunity has been wonderful, and I was very glad to showcase my talent and all the things that coach has been training us, and we're happy to get a win.